Daktari, nimechoka kukaa hapa hospital, hebu nipeleke nyumbani basi. Leo ndio ulikuwa unatakiwa kutoka, subiri kidogo. Basi mpigie mke wangu aje anifate, ila usimwambie kama natoka, mwambie nimezidiwa. Kwa nini? Ukimwambia hivyo ndio atakuja, sasa hivi amenunia hawezi kuja. Sawa, lakini umemkosea sana yule msichana, ni haki yake. Mpigie tu daktari, ishatokea. Sawa, nampigia, ila ukienda nyumbani uzingatie dawa zako. Sawa. Habari daktari. Sio nzuri madam, mume wako amepata stroke huko, njoo hospital. Sawa daktari, nakuja. Sawa madam, fanya haraka. Sawa. Hapa uko hospital, nitaenda zangu baadaye kwa furaha zote. Huyu ndio amezidiwa jamani. Mke wangu, nilikuwa nataka unifate tu, nisamehe. Hivi wewe si una ndugu zako, kwa nini usiwapigie? Unanichosha mimi tu. Mimi siwataki hao, nakutaka we. Okay, tuondoke, tutaongea nyumbani. Ngoja nikusaidie kusukuma kiti chako. Hilo ndio la maana sasa. Mbona umependeza hivyo? Hizo hela za kununua hivyo vitu umeitoa wapi? Umeanza maneno. Lazima niulize, wewe ni mke wangu, najua una hela, umetoa wapi? Kama sitaki kujibu, Ujue nitakupiga makofi. daktari mtanikuta parking. Hey, wait. Hivi huyu mwanamke mbona anadarau hivi? Kosa langu ni kumuuliza. Umemfokea, ndio maana. Mimi ni mume wake, nina haki ya kungombeza. Ebu tuende, asije akaondoka bure. Huyu mwanaume anijui vizuri, nitamnyosha hadi achanganyikiwe, na hapo bado hajayajua makubwa zaidi. Asante daktari, unaweza kunisaidia kumuingiza kwenye gari? Na hili gari la nani? Mbona sielewi? Utaingia kwenye gari au utaendelea kuuliza gari ni la nani? Nijibu kwanza, hilo gari umetoa wapi? Daktari, huyu utamtafutia taksi, mimi naondoka. Madam, subiri. Daktari, umemwona alivyo na darau mwanamke? Mimi sina cha kusema, yani mnanichosha hadi mimi nimechoka. Takufanya hapa, nisubiri nimalize kazi zangu ili nikupeleke nyumbani kwako, ili kama mtaenda kupigana huko ni juu yenu. Hapa ngoja nianze kuharibu ndoa ya watu, nikimpigia tu simu moja yule mzee yuko hapa, mpaka wakome. Mbona pokea simu tena jamani? Hapo atakuwa anamkimbia mkewe kile aonge na mimi, yani mambo yako duniani jamani. Simu yako inaita, ina maana huo ni au? Naiona ni simu ya kazini hii. Hebu ngoja nitoke nje nikaongee. Hello mrembo, unaendeleaje? Siko poa babe, nataka kukuona, nimekumisi sana mpenzi wangu, unaweza kuja? Mke wangu hatonelewa mpenzi, tufanye kesho. Wewe tafuta njia, mimi ni mke mdogo jamani, nakutaka. Sawa, ngoja nitafute njia nije mpenzi. Sawa mimi mkurba, inakusubiri, usichelewe. Huyu mama mkwe hakuna rangi ambaye ataacha kuiona. Kwanza sio mama mkwe, ni mke mwenza. Mke wangu anahitajika kazini, mimi naenda. Tangu lini umeanza kupata kazi za usiku wewe? Naambia unaenda wapi? Nimekwambia naenda kazini, husiki. Kwa nini ukapoke simu nje? Hapa rudi hapa, unaambia unaenda kazini kweli? Mimi naondoka bana, utajua mwenyewe. Wewe nenda tu, make sure arudi hapa nyumbani kesho. Tumepiga godi na mrefu lakini hafungui, sijui kwa nini. Hawatakuwa yupo huyu, hashindwi. Hebu jaribu kusukuma mlango, labda utakuwa wazi. Sawa, hebu tuone. Uko sawa, ingia. Leo sijala siku nzima, nasikia njaa hatari, leo nilikuwa busy. Usijali mpenzi, wewe kula, mimi niko sawa kabisa. Bila shaka umekula kwa mke mkubwa. Yes, kama ningejua nakuja huku nisingekula, ningekuja huku. Ngoja nile tukapumzike, nimechoka leo. Sawa mrembo, mke mdogo. Ngoja, umemwagaje mke wako leo hajana? Nimeambia naenda kazini, kanambia nikiondoka nisirudi nyumbani. Ila wanaume bana. Kwa hiyo utaenda wapi sasa, ushafukuzwa? Nafukuaje kwenye nyumba yangu mwenyewe? Ndio huyu anapiga, unasema je, nipokee au nisipokee baby? Pokea, weka loudspeaker tucheke. Pokea, weka loudspeaker, ila usiongee, mwacha jimaliza alafu tukate. Sawa baby. Halo, mbona uongei? Yani unapokea simu yangu alafu uongei, nitakukomesha. Yani anapokea simu yangu alafu haongei. Mara anakata, ngoja kesho aje atanambia vizuri, mwanaume mjinga huyu. Huko nyumbani atakuwa amekasirika. Achana naye baby, hata ukiachana naye mimi nipo. Sawa, tulale baby, achana na huyo bibi. Haina shida mpenzi wangu, nakupenda. Mimi natakiwa kwenda kwangu sasa, tumsubiri sana lakini hatokei. Sijui kapita wapi huyu mwanamke jamani. Nimeona familia nyingi, ila yenu kiboko jamani. Najuta kwa nini limu huyu mwanamke. Najuta! Labda itakuwa analipiza kisasi.
Kuwa makini na huyu mwanamke, anaweza akakua. Hawa wanawake visasi vyao ni vya moto. Mimi naenda sasa na kushauri kuwa makini tu. Sawa daktari, uwe na usiku mwema. Asante, usiku mwema. Baby jue sina kazi, nipe kazi ofisini kwako ni wata sekretari wako. Kweli baby, unataka kazi? Ndio baby, niko serious. Na ulivyo mrembo hivyo si watanibia. Hapana baby, hawawezi. Sawa mpenzi, tuanza kazi Jumatatu, lakini kuwa makini sawa? Asante baby, ndio maana nakupenda, kwa hiyo kesho kazini. Ndio baby, nitakuwa nakuona kila siku. Sawa mpenzi, alafu kesho weekend tutashinda pamoja. Anything for you baby, tulale sasa. Ndio mpenzi. Usiku mwema. Ni asubuhi na huyu mwanaume bado hajarudi, kwani amepatwa na nini jamani? Mbona hakuwa hivi? Ngoja niamke nimpigie, nisikie atanambia nini. Sio kawaida yake huyu, sijui nini kimempata. Simu yake haipatikani, nahisi atakuwa na mwanamke uko nje. Anitaki tena kisa nimekuwa mzee jamani. Ngoja niamini huko kazini, ila hizi kazi za Jumapili jamani, au siku hizi nimekuwa na hasira sana. Ngoja nipunguze arudi. Yaani nimelala hapa, huyu mwanamke bado hajarudi. Nasikia njaa sana jamani. Simu yangu anayo yeye, ningeagiza hata chakula, sijui nitafanya nini sasa. Ngoja nikaangalie kwenye friji. Nina furaha sana, yaani huyu mzee nitamkomesha. Ngoja aende kujichekesha, mimi wema huo sina. Nitawanyosha wote, moja baada ya mwingine. Walichukulia matatizo yangu kama fursa.